بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jana tulielezea baadhi ya bid'a zinazofanywa na baadhi ya Waislamu hususan katika mwezi huu wa Ramadhani. Tukaelezea bid'a hizo kutamka nia ya saum, kadhalika tukaelezea katika bid'a hizo kugawanya tasbihi na kutoa zawadi za tasbihi zile za kuhisabia adhkar katika mwezi huu wa Ramadhani. Pia katika bid'a tulizozielezea sauti ya pamoja ya kuleta adhkar baada ya sala tano katika mwezi wa Ramadhani, hususan ile dhikri ambayo haiko katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam wala mafundisho yake, inayosema ashhadu an la ilaha illa Allah, as'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar, nas'aluka aljanna wa na'udhu bika minan nar. Dhikri ile inayosemwa baada ya sala tano kwa pamoja, tusema ni katika bid'a zinazofanywa katika mwezi huu wa Ramadhani. Pia tukaelezea makosa ya baadhi ya waadhini wanaoadhini misikitini, makosa mengi walionayo. Katika baadhi ya makosa hayo tukaelezea ni kutoa kalima au kutoa muhadhara baada ya adhana ya kwanza. Baada ya adhana ya kwanza ile inayoadhiniwa saa 10, wengine wanaadhini saa 10:15 au saa 10:30 za alfajiri. Baada ya adhana hiyo wanatoa muhadhara mrefu takriban saa nzima mpaka adhana ya pili. Tukasema hiyo ni bid'a, wanatakiwa wawache mara moja. Na nakumbuka kule Tanzania kulikuwa na muadhini mmoja wa msikiti fulani na uhifadhi msikiti huo, alikuwa akitaja majina ya Allah yote baada ya adhana, alafu anataja asmaullahil husna, anataja majina hayo, alafu anaanza kutangaza matangazo ya kawaida, matangazo ya vifo, matangazo ya maulidi, anatangaza hapo. Kila tangazo analopewa ilikuwa akilitangaza katika baada ya adhana ya kwanza ya alfajiri. Kwa ilikuwa ni matangazo mengi anatangaza, mpaka kuna vijana fulani wa pale mtaani, pengine walikuwa ni maratib pale, wakamfuata wakamwambia, bwana, kesho sisi tuna mechi, tunataka ututangazie. Basi yule bwana rahimahullah, baada ya matangazo hayo hakutaka kutangaza moja kwa moja tangazo hilo la mpira, isipokuwa alisema, kuna vijana walinifuata hapa niwatangazie tangazo lao la mpira, lakini mimi si kazi yangu kutangaza mpira hapa kazi yangu ni kutangaza sala, ibada, mambo ya ibada na mambo ya vifo. Hiyo ndio kazi yangu hapa, lakini kutangaza mpira mimi sitangazi. Ati wanasema kwamba kesho kutakuwa na mpira, timu fulani na fulani saa 10:30 katika uwanja wa Mkwakwani. Sasa si matangazo ya kutangaza hapa misikitini. Hapo ndio washatangaza hivyo. Akisema hivyo ndio washatangaza kwamba kuna timu fulani na fulani kesho jioni watapambana katika uwanja wa Mkwakwani. Hapo washatangaza. Anasema mimi matangazo haya si matangazo yangu, si matangazo ya dini. Kwa mimi sitaki kulirudia tena tangazo hilo la kwamba kutakuwa na mpira kesho jioni, timu fulani na fulani. Sitaki kutangaza tena mambo haya, wala wasinifuate tena vijana. Tayari ameshatangaza tangazo hilo la mpira. Kwa ni mambo ambayo yanafanyika na baadhi ya misikiti mpaka sasa wanatangaza vifo. Kila kifo kinachotokea akipelekewa anafungua spika na kutangaza vifo. Haya mambo sio ya kutangazwa kwenye maspika. Naam, kama baada ya sala ya jamaa kuna mtu amefariki mtaani, yafaa kutangaza
ili watu wakithiri katika salatul janaza, lakini kutangaza kwenye maspika na baada ya adhana tu kutangaza tangazo hilo la vifo, haya ni mambo ya bid'a. Waadhini wanatakiwa, baadhi ya waadhini hao wanatakiwa wayawache matangazo hayo. Leo ambapo ni tarehe 20 ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani mwaka 1441 Hijria, sawa na tarehe 13 ya mwezi wa Mei mwaka 2020 Miladia, tunaendelea na kuelezea bid'a zinazofanyika katika mwezi huu wa Ramadhani. Katika bid'a hizo, raf'ul musallina aswatahum bitakbir fi athna'i as-salah idha faragha al-imamu min qira'ati surati ad-duha ila akhir surati an-nas. Kuinua wenye kusali, kuinua sauti zao kwa takbir, kuinua sauti zao kwa takbir katikati ya sala, imamu akimaliza kusoma suratu dhuha mpaka mwisho wa suratu an-nas. Kila anapomaliza sura wanainua takbir. Wa qawlu ba'd al-a'imma lin-nasi ba'da ash-shaf'i wal-witri innu as-siyama athabakumullah. Na pia maneno ya baadhi ya maimamu kuambia watu baada ya zile rakaa mbili na baada ya witri kuambia nuieni saum, athabakumullah, Allah akupeni thawabu. Wa hadhi bid'a, wa hadhi bid'atuha dhahira, mambo haya bid'a yake iko dhahir, liannahu qad marra ma'ana al-kalamu ala raf'i sauti, imepita maneno ya kuinua sauti. Wa aidan lam yarid dalilun fi hadha, haikuja dalili yote katika jambo hilo la kuleta takbir mwisho wa kila sura kutoka suratul Duha mpaka suratul Nas. Kadhalika katika bid'a za mwezi zinazofanyika na baadhi ya Waislamu katika mwezi huu wa Ramadhan, i'tiqadu ba'dihim anna Ramadhana idha lam yakun 30 yawman fahuwa naqis. Itikadi ya baadhi ya Waislamu kwamba Ramadhani isipokuwa siku 30 basi Ramadhani hiyo itakuwa ni naqis, imepungua. I'tiqadu ba'dihim anna Ramadhana idha lam yakun 30 yawman fahuwa naqis. Itikadi ya baadhi ya Waislamu kwamba Ramadhani isipokuwa siku 30 basi Ramadhani hiyo ni naqis, imepungua. Na hili jambo hili lina khalif hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema ash-shahru hakadha wa hakadha, mwezi ni hivi na ni hivi, yani mara nyingine ni siku 29, mara nyingine ni siku 30. Mwezi wa Kiislamu ni hivyo, mara nyingine ni siku 29, mwezi ukiandama 29 unakuwa umekwisha, mara nyingine hauandami 29 inakuwa ni siku 30. Kwa kuitikadi kwamba mwezi wa Ramadhani ikiwa umetoka 29 ni mpungufu, hiyo ni itikadi batil wala haina hoja yoyote. Kadhalika i'tiqadu ba'd an-nasi anna qiyam Ramadhana yakunu bimadghi al-qat wa shurbi ad-dukhan wan-nadhar ila ad-dashat wa la'ib ad-damna wal-kiram والشطرنج ولعب الورق الباصرة. Itikadi ya baadhi ya watu kwamba qiyamu Ramadhani, ile ibada ya usiku wa Ramadhani, inakuwa ni kwa kutafuna gati na kuvuta masigara na kuangalia mapicha katika madishi yale na kucheza dhumna na kucheza keram na shatranj na kucheza karata. Haya yote ni mambo ya batili, ni mambo ambayo hayafai, iwe ni katika mwezi wa Ramadhani usiku au usiku mwingine wa miezi mingine au mchana wa miezi mingine. ذكر المؤلف هنا أشياء كثيرة يتعامل بها الناس في رمضان. hapa muallif Sheikh Al-Usabi rahimahullah ametaja mambo mengi ambayo watu wanayafanya katika mwezi wa Ramadhan, wa hiya allati tudayyi'u kathiran min abna'i almuslimin, ni mambo ambayo yanawapoteza wengi katika watoto na vijana wa Kiislamu, bal lil asafi wa tudayyi'u kibara sinni,
bali kwa masikitiko pia yanawapoteza watu wazima. Wayamurru alaihim ramadhanu wa hum fi lahwin wa dhaya'in lil awqat, ya Ramadhani inawapitia na huku wako katika mambo ya upuuzi na kupoteza nyakati zao, iyadhan billahi subhanahu wa ta'ala. والقات يقول هذا الشارح: والقات هي شجرة يتناولها أهل اليمن تمضغ وتبقى في الفم. أسمى قات gati ni mti ambao watu wa Yemen, watu wa Yaman wanatumia, wanakula mti huo, unatafunwa na kubakia katika mdomo. Wa muyuluha kathiran ila al-launi al-akhdar, gati inapondoka kwenye rangi nyekundu. Majani hayo na mti huo una rangi al-akhdar, ya kijani. Wa muyuluha kathiran ila al-launi al-akhdari, gati inamili kwenda kwenye rangi ya kijani. Waqad takallama alaiha ahlul ilmi rahimahumullahu ta'ala wa hafidha man kana hayya. Ahlul ilmi wamezungumzia jambo hilo la gati, waliokufa na wengine walio hai. Fadhahaba baadhi ulama ila hurmatiha, baadhi ya maulama wasema ni haramu moja kwa moja, jambo la gati ni haramu. وذهب البعض الآخر إلى أنها شبهة المطلوب اتقاؤها. baadhi ya maulama wasema hii ni shubha, maulama wengine wasema hii ni shubha inatakiwa kujiepusha nayo. قال الشارح: والذي يظهر والله أعلم هو قول من قال بحرمتها. قولي ليظاهر na قولي صحيح ni kauli ya wanaosema kwamba ni haramu moja kwa moja gati, liadhrariha albadaniya walmaliya waliktisadiya, kwa madhara yake ya kimwili, madhara ya kimali, madhara ya kiuchumi. Kwa jambo la gati ni jambo la haramu, jambo la gati ni jambo la haramu, ni katika vitu vibaya na ni katika vitu vinavyodhuru, katika vitu vinavyodhuru. Sababu na Mtume sallallahu alayhi wasallam, la dharara wala dhirar, hakuna kudhuru wala hakuna kudhuriana. Adalil, dalili ya kwamba gati ni haramu, kauluhu ta'ala: wayuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith. Allah anawahalalishia vitu vizuri na anawaharamishia vitu vibaya. Na gati wa dukhan kadhalika, na sigara, bila shaki min al-khaba'ith, vitu hivyo ni katika vitu vibaya. Wala yu'lamu anna ahadan min al-atibba wala min al-mudkhinin wala alladhina yakuluna al-qat yaqulu bi anna ad-dukhana wal-qat tayyib. Hakuna yoyote katika madaktari wala hao wanaovuta sigara na wanaokula gati, hakuna hata mmoja anayesema ni vitu vizuri. Fahuwa min al-khaba'ith al-mudhirra al-ma'luma lada jami'i al-ibad. Fahia vitu hivyo, gati na sigara ni katika vitu vibaya vinavyodhuru, vitu ambavyo vinajulikana kwa watu wote. Hiyo ni dalili ya kwanza: wayuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith. الدليل الثاني, دليل ya pili ala tahrimi al-qat wad-dukhan, qawlu Allah ta'ala: wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima. Msiziue nafsi zenu, Allah ni mwenye huruma kwenu. Wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima, na msiziue nafsi zenu, msijiue wenyewe, Allah ni mwenye huruma kwenu. Walqat waddukhan min asbabi qatli nafsi, gati na sigara ni katika sababu za kuiua nafsi, ni katika sababu za kuiua nafsi. واقرأ ما قال الأطباء في ذلك فقد ذكر صاحب كتاب التحذير من أضرار التدخين صفحة 6. والدخان يحتوي على مركبات يصل عددها إلى 1000 مركب أشدها خطرا النيكوتين. Sigara inakusanya vitu vingi vilivyotiwa ndani yake, inafika idadi yake 10 murakab.
Kitu kibaya kabisa kwa hatari katika vitu hivyo ni nicotine iliyo ndani ya hiyo sigara. Wa huwa mawjudun fi awraqi tumbaq ila an qal wa amma as-sajairu al-mutadawila fi as-suq fanisbatuha fiha ma baina 1% ila 3%. ومن خلال التجارب التي أجريت على النيكوتين ثبتت أمور. anasema sigara zinazoenezwa katika masoko na zinazouzwa katika masoko, nisba yake hiyo nicotine ni baina ya 1% mpaka 3%, na kutokana na majaribio ambayo yamepitishwa kwa hiyo nicotine yamethubutu mambo mengi. Al-awwal, jambo la kwanza, anna nicotine yuathiru ala jami'i ansijati al-jismi. Nicotine inaathiri katika ngozi ya mwili au katika zile mishipa ile na ngozi ya mwili. Pili, anna graman wahidan minhu yakfi liqatli 10 kilabin min alhajm alkabir. Gram moja tu ya nicotine inatosha kwa kuua majibwa 10. Majibwa 10 wanakufa kwa gram moja tu ya hiyo nicotine iliyomo katika sigara. Athalith, jambo la pili la tatu, anna 50 milligram minhu taqtulu al-insana fi lahadhat. Milligram 50 ya hiyo nicotine inamuua mtu, inaua mwanadamu katika vipindi kadhaa, wa hususan idha haqanat fihi عن طريق الوريد إلى آخره. إذا حقنت فيه عن طريق الوريد إلى آخره, ikitiwa sindano kwa njia ya mishipa ya warid mpaka mwisho wake. Washahidu anna fi at-tadkhin maddatan tusabbibu al-mauta wal-qatla liman yataata dhalik. Ashahid ni kwamba katika sigara kuna mada inayosababisha mauti na kumuua yule anayevuta sigara. الدليل الثالث, دليل يتاتو على تحريم الدخان والقات. دليل يتاتو يكحرمشوا سيجارة نغاتي قوله تعالى ولا تبذر تبذيرا, ولا msipoteze mali kupoteza. innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin, wala wanaopoteza ovyo mali zao ni ndugu zake mashetani. wa kana ash-shaytanu lirabbih kafura, na shaitani ni mwenye kumkufuru Mola wake. والدخان والقات من الأشياء التي تصرف فيها الأموال الطائلة في شرائه أو في شرائها. sigara na gati ni katika vitu ambavyo yanatolewa mali mengi kwa kununua vitu hivyo. walaysa minhu manfa'atun aida la lilmushtari wala lilibadi wala lilbilad, wala haina manufaa yote yanayorudia, si mnunuzi, si watu, si miji. Kwa jambo la gati na jambo la sigara moja kwa moja ni haramu. Ad-dalilu ar-rabi' ala tahrimi ad-dukhani wal-qat, dalili ya 4 ya kuharamisha sigara na gati, ما جاء عند ابن ماجه برقم 2340 عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ألا ضرر ولا ضرار. صلى الله عليه وسلم يقوم kwamba hakuna kudhuru wala hakuna kudhuriana. الحديث صححه الإمام الألباني في الصحيحة برقم 250. Sasa wale wanaosema kwamba gati si haramu, hakuna dalili ya uharamu, dalili ni hizi, wao walete dalili hata moja ya uhalali wa gati. Kuna watu zile nahwa zikiwa panda wanatoa maneno hayo kwamba hakuna dalili ya kuharamisha gati. Kwa hiyo hizi ndio dalili, na ni baadhi tu ya dalili hizo za kuharamisha gati hiyo, kadhalika na sigara. قال الإمام ابن باز رحمه الله كما في مجلة البحوث الإسلامية: فمن أجل هذا حرم أهل التحقيق من أهل العلم التدخين. kwa ajili hii ndio wahakiki
katika ahlul ilmi wameharamisha jambo hili la kuvuta sigara, kadhalika na kula gati, lima fihi min almadhar alazima allati ya'rifuha almudakhin nafsuhu, kwa sababu ndani yake kuna madhara makubwa ambapo anayajua yule mwenye kuvuta sigara mwenyewe, na kadhalika yule mwenye kula gati. Wayaarifuha al-atibau, na pia madhara hayo madaktari wanayajua. Wayaarifuha kullu man khalata al-mudakhinin, na wanayajua madhara hayo kila waliochanganyikana na hao wanaovuta sigara. Fahadhi baadhi al-adilla min al-kitabi wa sunna, hizi ni baadhi ya dalili kutoka katika Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ama madhara ya kuvuta sigara ni madhara makubwa, kadhalika madhara ya kula miraa na gati ni madhara makubwa, kila mmoja anayejua madhara hayo. Kwa Waislamu wanatakiwa wajiepushe na vitu hivi, kuvuta sigara, kula gati. Waislamu wanatakiwa wajiepushe na vitu hivi. Baada ya kuharamishwa na Uislamu, wao wanataka nini tena? Mwanadamu amepewa neema nyingi. Umepewa neema ya mikono, ukapewa neema ya mdomo, ukapewa neema ya ulimi, tumepewa neema hizo zote, neema za mdomo, neema za ulimi, neema za meno. Sasa neema zote hizi mtu umepewa, halafu unazitumia katika mambo ya kumuudhi Allah azza wa jalla. Badala ya kumshukuru Allah, unamuudhi Allah. Unakula vile vitu ambavyo Allah ameviharamisha, unakunywa vile vitu ambavyo Allah ameviharamisha. Mwanadamu, jismuka amana indak, mwili wako ni amana kwako. Laysa laka at-tasarrufu fihi illa biqadri ma udhina laka shar'an. Mwili wako ni amana, haijuzu kwako kuutumia mwili wako isipokuwa kwa kile kiasi ambacho kimeruhusiwa kwako. Wa anta mas'ulun amama Allahi an amwalik, pia wewe mwanadamu utaulizwa mbele za Allah kuhusu mali zako, kama hadithi iliyokuja anil Imam at-Tirmidhi an Abi Barzah al-Aslami قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله fi sahihi at-targhib wa at-tarhib. Mtume anasema haitaondoka miguu ya mtu yoyote siku ya kiyama mpaka aulizwe mambo haya manne. Aulizwe kuhusu umri wake, aliumaliza vipi, na kuhusu elimu yake, aliitumia vipi, na kuhusu mali yake, min aina iktasabahu, aliipata wapi, wa fima anfaqahu, na aliitumia katika mambo gani. Pia wa an jismihi, na atauliziwa mwili wake, fima ablahu, aliumaliza kwa jambo gani mwili wake. Aliumaliza kwa kuvuta sigara, aliumaliza kwa gati, aliumaliza kwa jambo gani. Haya yote mtu ataulizwa. Pia Muislamu, kila mtu mke wake ana haki juu yake. Mke wake ana haki juu yake. Fakama annaka la tuhibbu an tashumma minha illa tayyiban fahiya kadhalik, kama ulivyo kwamba wewe hupendi kusikia harufu ya mke wako, harufu mbaya ya mke wako, aidha ya mwili au ya mdomo, na yeye pia hapendi kusikia harufu ya sigara katika mdomo wako. Wewe mume unayevuta sigara, mke wako hapendi kusikia harufu ya sigara, mke wako hapendi kusikia harufu hiyo ya gati, ujue hilo. Pia watoto wako hawapendi hivyo, na wewe unawaambukiza watoto wako virusi hivyo ndivyo navyo vya kuvuta sigara na kuvuta na kula magati. Kwa Muislamu lazima ajiepushe mambo hayo. Kadhalika masala ya kucheza dumna,
mwezi wa Ramadhani, masuala ya kucheza kera mwezi wa Ramadhani, masuala ya kucheza karata. Haya ni mambo ya kupoteza wakati wako au wakati wa kila mtu ni kitu thamini, ni kitu chenye thamani kubwa, kama alivyosema Ibn al-Qayyim rahimahullah, waqtul insani huwa umruhu fil haqiqa, wakati wa mtu ndio umri wake kwa hakika. Ule wakati wako ndio umri wako unavyokwenda, wakati unatakiwa uutumie vizuri, na ndipo umri wako utautumia vizuri. Lakini wakati ukiwa utautumia vibaya, inakuwa umri wako unaumaliza vibaya. Kwa jambo la kucheza karata, jambo la kucheza dhumna, jambo la kucheza makeram na madrafti, haya ni mambo yote ambayo hayatakiwi katika Uislamu. Ni mambo yanapoteza wakati. Kadhalika mambo ya kuangalia mapicha kwenye madishi, haya ni mambo ambayo yanavunja nyumba, yanavunja tabia, yanapoteza wakati. Kadhalika na kupoteza watoto pale nyumbani, watoto wanaangalia mapicha hayo machafu. Kwa hiyo wazazi wanatakiwa watoe mambo hayo ya madishi katika majumba yao, watoe mambo hayo ya ma-TV katika majumba yao, kwa sababu ya uharibifu mkubwa unaopatikana kwa watoto. Hiyo ni watoto wa kisichana au watoto wa kivulana, wanaharibika kutokana na hayo mapicha hayo machafu. Katika bid'a zinazofanyika kwa baadhi ya Waislamu katika mwezi huu wa Ramadhani, sur'atu ba'dhi al-a'imma fi salati at-tarawih, haraka ya baadhi ya maimamu katika salatu at-tarawih, yani kusoma haraka. Baadhi ya maimamu katika sala ya tarawih wanasoma haraka sana. Hii pia ni katika makosa. Qala sharih, hadhihi aidan min al-akhta' fi al-ibada, hii pia ni katika makosa katika ibada. Idh la budda min at-ta'anni fi al-ityan biha, kwa sababu lazima kusoma kwa utulivu. Qiraa, akisoma asome kwa utulivu, liannaha tu'tabaru min al-ibadat allati al-muslimu mutalabun bit-ta'anni kathiran fiha. Sababu salatu tarawih inazingatiwa ni katika ibada ambazo Muislamu anatakiwa aswali kwa utulivu. Wa tu'tabaru min al-qiyam, na hii inazingatiwa salatu tarawih ni katika qiyamu Ramadhan, yani kusimama usiku kufanya ibada usiku wa Ramadhan. Wa Rasulu sallallahu alayhi wasallam kana yutilu fil qiyam, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akirefusha katika hii qiyamu ya Ramadhan. وقد عد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الإسراع في التراويح من الأخطاء. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله amelihesabu jambo la kuharakisha katika salatu tarawih kwamba ni katika makosa. Qala rahimahullah, kama fi risalati siyam majmu' as'ilatin fi ahkamihi safha 88, amma akhta'ul a'imma fakathirun minhum yusri'una fi at-tarawih isra'an 'aziman. Maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah asema, ama makosa ya maimamu, wengi katika maimamu hao wanafanya haraka katika salatu tarawih, haraka kubwa sana, bihaithu la yatamakkanu an-nasu min at-tumanina wara'ahum, kwa namna ambayo watu hawamakiniki tumanina, utulivu nyuma yao, nyuma ya maimamu hao. Wayashuku ala kibari sinni wadhuafai walmarla wa nahwihim, na inakuwa uzito kwa wale watu wazima na watu madhaifu na watu walio wagonjwa na mfano wao, inakuwa uzito kuswali nyuma ya maimamu hao wanaokwenda haraka sana katika kusoma Qur'ani katika salatu tarawih. Wa hadha khilafu al-amana allati hamalu iyaha, hii ni kinyume cha uaminifu walichobeba hao maimamu. Uimamu ni amana, uimamu ni amana, kama anasema Sheikh, fa innal imama mu'taman, kwani imamu ni mwenye kuaminiwa. Wa alayhi an yaf'ala ma huwa al-afdalu lilma'mumina, wa alayhi an yaf'ala ma huwa al-afdalu lilma'mumin fi'lu ma yusannu, kwa ni juu yake, ni wajibu juu ya imamu
afanye jambo ambalo ni bora zaidi kwa maamuma wake kufanya jambo ambalo ni sunna. Fakaifa biman yusri'u sur'atan tamna'uhum au ba'dahum min fi'li ma yajibu min at-tumanina wal mutaba'a. Vipi kwa yule imamu anayefanya haraka ambayo inawazuia maamuma wake au baadhi yao kufanya jambo ambalo ni lazima katika swala, ambalo ni tumanina, utulivu, wal mutaba'a, na kumfuata imamu. Kwa imamu kama hana tumanina, akirukuu hana tumanina, i'tidal hakuna tumanina, sujud hakuna tumanina, hiyo itakuwa si swala yake itakuwa hisi, sababu tumanina ni jambo la lazima, ni nguzo katika nguzo za swala at-tumanina. Kwa hiyo imamu huyo anawazuia watu na jambo hilo la wajib, na hapo swala hiyo yake itakuwa haisihi, kwa sababu hana tumanina, hana utulivu katika rukuu, hana utulivu katika itidal, hana utulivu katika sujudu. Kadhalik katika bid'a zinazofanyika katika mwezi huu wa Ramadhani kwa baadhi ya Waislamu, qawlu ba'dhi almuadhdhinin alhadhara ya ibadallah, alhadhara ya ibadallah qabla aladhan athani bi10 daqaiq. Maneno ya baadhi ya waadhini kusema alhadhara ya ibadallah, tahadharini enyi waja wa Allah, tahadharini enyi waja wa Allah, hii ni kabla ya adhana ya pili kwa dakika 10 husema hivyo. Wa inda khuruji almuadhdhini li salati al-isha yarfa'u sawtahu bis salati was salami ala rasulillah fi ramadhana khassa. Na wakati muadhin akitoka kwa ajili ya kukimu salati al-isha, anainua sauti yake kwa kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam katika Ramadhani. Wa raf'i sautihi kadhalika inda al-intihai min at-tarawih, na pia kuinua sauti yake hivyo hivyo wakati wa kumaliza salatu at-tarawih. Hii bid'a hii pengine hapa sijaiona mimi, pengine haipo hapa, hiyo muadhini kusema alhadhara ya ibadallah, alhadhara ya ibadallah kabla ya adhana ya pili, lakini ni kwamba ni bid'a ipo. وهذه كلها عند بعض الناس من المستحبات والأمور المستحسنة. asema haya yote kwa baadhi ya watu ni katika mambo kwao mazuri, mambo wanaoyafanya mazuri. wama alimu anna fi'lahum hadha lam yakun min al-af'ali allati fu'ilat fi ahdi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wala sahaba. Hawajui kwamba kitendo chao hicho hakikuwa katika vitendo vilivyofanywa katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam wala masahaba. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bora ya muongozo ni muongozo wa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa wanafanya hivyo wakiona kwamba ni mambo mazuri, wa hakadha bid'a zote wao wanaziona ni nzuri, lakini mtume sallam au kama alivyosema mtume sallam, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar, kila bid'a ni upotevu na kila upotevu ni motoni tu. Ibn Umar radhiyallahu anhuma akifasiri hadithi ya mtume sallallahu, kullu bid'atin dhalalah wa irraaha an-nasu hasana, kila uzushi ni upotevu hata watu wakiuona uzushi huo ni mzuri. Na hawa watu wa bid'a hoja yao kubwa ni hiyo, kwani kuna ubaya gani? Ndio hoja yao kubwa, kwani kuna ubaya gani kuleta hiyo salatu ala nabii kabla ya adhana au kabla ya iqama? Kwani kuna ubaya gani kusema hiyo dhikri ya pamoja? Kuna ubaya gani? Ubaya upo, ni uzushi, hakuna uzushi mzuri. Kadhalik katika bid'a zinazofanyika kwa baadhi ya Waislamu katika mwezi huu wa Ramadhani, na tumesema huko nyuma, at-tasbihul awwal wa thani badalan anil adhanil awwal, kuleta tasbih ya kwanza na ya pili badali ya adhana ya kwanza, tumeelezea darsa ya jana. Kadhalik katika bid'a hizo, adh-dharbu bid-duffi min ajli iqadhi an-na'imin lis-suhuri fi Ramadhan, kupiga dufu kwa ajili ya kuamsha waliolala ili wale daku katika mwezi wa Ramadhan. Adh-dharbu bid-duffi min ajli iqadhi an-na'imin lis-suhuri fi Ramadhan, kupiga dufu
ili waamke au kwa kuamsha waliolala kwa ajili ya kula daku katika mwezi wa Ramadhani. Hili pia ni jambo la uzushi. Wadufu huwa almudawwaru min wajhin wahid, dufu ni lile lilozungushwa kwa upande mmoja. Wa usamma inda alawam taran, kwa watu wa kawaida linaitwa taran, tari. Wal aslu fi istimalihi fi shari'atina at-tahrim, asli ya kutumia dufu au hilo tari katika sheria yetu ni kuharamishwa, kasairi almaazif, kama vitu vyote hivyo vya miziki na vitu vinavyopumbaza, illa annahu stuthniya fi munasabatin makhsusa, isipokuwa imetolewa hukumu hiyo katika minasaba maalumu yajuzu kupiga dufu, mithla nikahi wal eid, mfano wa ndoa na idi. Watudhrabu wa tadhribu bihi an-nisa'u, na wanawake ndio wanaopiga dufu, wanawake ndio wanaopiga dufu. Wa hadha mujma'un ala jawazihi inda al-ulama, hili jambo maulama wamewafikiana kwamba linafaa wanawake kupiga dufu katika ndoa, katika idi, sio wanawake, sio wanaume. Wanawake ndio waruhusiwa kisheria kupiga dufu, kama ilivyopokewa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, waliopiga dufu ni wanawake, sio wanaume. Waqad jaa fi al-Bukhari bi raqmi 547 an ar-Rubai' بنت معوذ بن عفراء قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي. alikuja mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema alikuja mtume sallam, fadakhala hina buniya alayya fajalasa ala firashi kamajlisika indi, aliingia wakati nilipoingiliwa, akakaa katika godoro langu, kamajlisika minni, kama ulivyokaa wewe kwangu. Faja'alat juwairiyatu au juwairiyatun lana yadhribna biddufi, wakawa wasichana kwetu, wasichana wetu wanapiga dufu. Wayandubna man kutila min abai yauma badrin, na wanafanya nadba na kusikitika kwa wale waliouawa katika wazee wetu siku ya Badri. Idh qalat ihdahumma, ndipo mmoja wao aliposema, wafina nabiyun ya'lamu ma fi ghadin, na kwetu kuna mtume ambaye anajua yaliyoko kesho. Faqala, mtume sallam akasema, da'i hadhihi, wacha maneno haya, waquli billadhi kunti taqulin, sema yale uliokuwa ukiyasema. Mambo hayo ya kufanya nadbu kwa waliouawa siku ya Badri, lakini usiseme kwamba mimi najua yaliyopo kesho. Kwa hawa ni wasichana waliokuwa wakipiga dufu. Mahallu shahid ni kwamba hawa ni wasichana waliokuwa wakipiga dufu hapo. Wadharbu bidufi huwa min khasais an-nisa, na kupiga dufu ni katika mambo yanayowahusu wanawake. Yakulu al-Hafidh Ibn Hajar في الفتح مجلد 9 صفحة 226 قال: والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء. حديث zenye nguvu katika jambo hilo linaruhusu jambo hilo la kupiga dufu kwa wanawake. Fala yaltahiqu bihinna ar-rijalu, wanaume hawaingii katika jambo hilo kwa wanawake. Liumumi nahi anit tashabbuhi bihinna, kwa kuenea makatazo ya kujifananisha na wanawake, kwa wanaume hawaingii katika maswala ya kupiga dufu. Haya ni maneno ya al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah katika al-Fath. ويقول الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه تحريم آلات الطرب أو تحريم آلات الطرب، وحراميشوا آلة زile za tarabu. صفحة 10: الذين كانوا يضربون بالدف إنما هم النساء للرجال. الشيخ الألباني anasema wale waliokuwa wakipiga dufu ni wanawake, sio wanaume. Wabimunasabati zafaf, na katika munasaba wa harusi. Wafi dhalika hadithu kuntu dhakartuha fi kitabi adabi zafaf, na katika hilo kuna hadithi nyingi nilizozitaja katika kitabu changu adabi zafaf. Au bimunasabati al-eid, au wanapiga dufu kwa mnasaba wa idi, kama fi hadithi Aisha al-ati fi akhir hadhihi ar-risala.
ولهذا قال الحليمي كما في شعب الإيمان مجلد 4 صفحة 283: وضرب الدف لا يحل إلا للنساء. kupiga dufu si halali isipokuwa kwa wanawake, liannahu fil asli min a'malihinna, sababu katika asli ndio amali zao, ndio kazi zao wanawake. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء. Mtume sallallahu alaihi wasallam amewalani wanaume wenye kujifananisha na wanawake. Intaha kalamu hadha al-imam الشيخ الألباني رحمه الله. ويقول الشيخ ابن عثيمين كما في فتاوى منار الإسلام المجلد 3 صفحة 837 إلى يعني 836 إلى 837: الوارد في السنة أن تضرب النساء بالدف. iliyokuja katika sunna katika hadithi ni wanawake kupiga dufu, ni wanawake kupiga dufu. maneno ya Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah. Wadufu lahu wajhun wahid, dufu lina upande mmoja, wa huwa ghairu tabli, si ngoma. Fatablu lahu wajhani, ngoma ina pande mbili. Wa ma'lumun anna as-sawta bima lahu wajhani a'zamu naghmatin mimma lahu wajhun wahid. Inajulikana kwamba sauti ya ngoma ambayo ina pande mbili, sauti yake, naghma yake ni kubwa sana, ni sauti yake ni kubwa zaidi kuliko iliyo na upande mmoja. Wa ala hadha fanaqulu inna an-nisaa idha aradna an yughannin falyadhribna bid-duf. wanawake wakitaka kughani, kuimba, na wapige dufu. Waliyughannina fima la fitnata fihi min qawli al-muharram, na waimbe maneno ambayo hayana fitna katika maneno yenye kuharamishwa, wasiseme maneno hayo yenye kuharamishwa katika nyimbo zao. Kadhalika katika bid'a zinazofanywa katika mwezi wa Ramadhani, qira'atul Qur'an bimukabbari saut au bimukabbiri saut badalan anil adhan alawwal, kusoma Qur'ani kwa speaker badali ya adhana ya kwanza. Qira'atul Qur'an bimukabbiri saut badalan anil adhan alawwal, kusoma Qur'ani kwa speaker badali ya adhani ya kwanza. Wa hadhihi bid'atun dhahira بالذات في البلاد اليمنية. sema hii ni bid'a iliyo wazi na hususan katika miji ya kule Yemen. Fanansahu almuslimina an yabta'idu an hadhihi albid'a, tunanasihi waislamu wakae mbali na bid'a hizi. Wa an yataqayyadu bisunan, na wajifunge na sunna. kadhalika katika bid'a i'tiqadu ba'dihim anna as-sa'ima idha sabba wa shatama falaysa alayhi shay'un li'annahu sa'im. Itikadi ya baadhi ya Waislamu kwamba as-sa'im, mwenye saumu, akitukana basi hana kitu chochote sababu yeye ni sa'im. Wa hadhihi min al-mukhalafat, hii ni katika mikhalafa. Idh inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwani mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam anasema kama fi al-Bukhari عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. asiyewacha maneno ya urongo, maneno mabaya na vitendo vibaya, huyu hana haja kwa Allah kuacha chakula chake na kinywaji chake. وقد مر معنا الكلام على هذا في ثنايا الرسالة. فينبغي للصائم أن يتنزه عن المخالفات حفاظا على صيامه. inatakana kwa mwenye saumu ajiepushe na mikhalafa hii kwa ajili ya kuhifadhi saumu yake. Haya ni baadhi niliyokusudia kuyaelezea katika bid'a na mikhalafa ya baadhi ya Waislamu katika mwezi huu wa Ramadhani. Hii ni mwisho wa darasa ya leo, na kesho biidhnillah, kwa sababu ni 10 la mwisho linaanza kesho biidhnillah taala. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atufikishe. Watu wanatakikana wazidishe ibada zao kuanzia kesho, kwa sababu ndiyo siku ambazo hutarajiwa zaidi Lailatul Qadr, usiku huo wa cheo ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameusifu usiku huo na kuuteremshia sura kamili
kwa kuelezea utukufu wake aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sisi tumeiteremsha Qur'ani katika usiku huo wa cheo. Wama adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alf shahr, tanazzalu almalaikatu waruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Kwa hiyo kuanzia kesho linaanza 10 la mwisho, ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam kama tulivyoelezea darasa ya jana alikuwa akijitahidi zaidi kufanya ibada katika 10 la mwisho asivyokuwa alijitahidi katika siku 20 zilizopita. Tumesoma jana hadithi za mama Aisha radhiallahu anha. Moja katika hadithi hizo, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha dakhalat al-ashr ahya laylahu wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zar wa kana yajtahidu fiha ma la yajtahidu fi ghayrihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa likiingia 10 la mwisho huisha usiku wake, huamsha ahli zake na hujipinda kwa kufanya ibada. Au kauli nyingine, tafsiri ya neno hili ni kwamba huwaweka mbali wake zake, yani halali nao. Wakana yajtahidu fiha ma la yajtahidu fi ghairi, alikuwa akijitahidi sana katika kufanya ibada asivyojitahidi katika 10 lile la mwanzo wala la hili la pili, isipokuwa anajitahidi sana katika 10 hilo la mwisho kwa ajili ya kupata lailatul qadr. Kwa kesho biidhnillah tutaelezea sala hilo la lailatul qadr na usiku huo adhima ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameusifu kwa kusema lailatul qadri khairum min alf shahr. Lailatul qadr ni bora kuliko miezi 1000. Kufanya ibada katika usiku huo ni bora kuliko kufanya ibada miezi 1000 ambayo haina lailatul qadr. Wa ila huna naqifu, wallahu a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.